atiriri mwaka wa keri iria Dario akorirwo athamakite o mweri wa 8 wa mwaka ucio ri ndumiriri ya Jehova igikinyirira Zekaria uria munabii muru wa Berekia wa Ido akirwo atiri Jehova niathugutirwo nĩ maithe manyu mũno mũno, tondũ ũcio ũmere atĩrĩ Jehova mũnene wa ita ekuga ũũ, njokererai na niĩ nĩngũmũcokerera, ũguo nĩguo Jehova mũnene wa ita ekuga. Fikisha tu hapo kwanza. Bwana asifiwe. Amen. Neno linatuambia katika mwezi wa 4 wa mwaka wa pili wa utawala wa mfalme Dario, neno la Bwana lilimjia nabii Zekaria mwana wa Berekia mwana wa Ido kusema, Bwana aliwakadhirikia sana baba zako wa zamani. Kwa hivyo waambie watu, hivi ndivyo Bwana mwenye nguvu asemavyo, nirudieni mimi, asema Bwana mwenye nguvu, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana mwenye nguvu. Hii ni habari ya taarifa Zekaria alipewa. Hakika tukiangalia hii taarifa haiko mbali na sisi. Wazazi wengi wao hawakujua jiwana na Mungu, lakini ilifika kiwango tukawa sisi wenyewe Mungu akatuita na jina letu. Na wakati tulisikia hii habari, si kila mtu alisikia hii habari alimrudia Mungu. Kuna wenye walisema ya dunia ni mazuri kuliko kufuata Mungu. Kuna wale waliwacha mambo yao na mali yao na yale zikuli walikuwa nazo, hata kama zio walikuwa na jimudu kimaisha kusema hiyo ndio njia mzuri, wakatoka kwa njia hizo wakaingia kwa Mungu. Siku ya leo nataka kuhubiria watu wameokoka. Nataka kuhubiria watu wamesikia neno la Mungu. Nataka kunena na watu ambao wametoka mahali walitoka wakaambia Bwana Mungu nitamfuata. Katika hali ya kufuata Mungu sio tunaambiwa ni njia nyembamba. Hakika ni nyembamba kwa sababu kuna yale mlijinyima, kuna yale mliwacha, kuna yale neno kuhusu nyinyi, kuna yale hata nyingine mlitengwa na watu wenu ili mfuate njia ya Mungu nyembamba. Na katika hali ya kufuata njia ya Mungu nyembamba kuna vita mliingizwa ndani ya hiyo vita. Siku ya leo naamini tutavunja hiyo njia. Siku ya leo Mungu atatuondolea vijiti vyote ambavyo zimewekwa mbele zetu. Akiwa kuna mtano ilichimbwa juu yetu tuanguke, leo itazibwa na Mungu. Kukiwa kuna jambo lineno na watu wengi, kwa sababu wengi wanao watesi wako ni wale wanakujua zaidi. Si rahisi mtu wa nje akutese. Leo ni siku ya kuboa hiyo mjengo. Leo ni siku ya hiyo mjengo mibaya ilijengwa ibomolewe na mingine mpya ijengwe ya Mungu. Katika hali ya Mungu kuna kupelekana na yeye. Katika hali ya Mungu kuna nguvu tunapokeza. Katika hali ya Mungu kuna kufuata Mungu wako bila kutafuta mbele ama nyuma. Kama ni kuangalia msalaba ni msalaba. Uwe nazo ama unazo ni kutafuta msalaba, ni kuangalia msalaba. Sasa tuingie tu. Nasema tuingie Zekaria 2. Anzia kuanzia 1. Ningĩ ndĩratiga maitho ndĩrona mũndũ ũgwete rũrigi rwa gũthima na guoko gwake. Ndĩrakĩmũria atĩrĩ, wathiĩ kũ? Nake aranjokeria atĩrĩ, ndathiĩ gũthima Jerusalemu, nyone ũrĩa wariĩ warĩo ũigana ona ũraihu warĩo. Na atĩrĩrĩ, mũraika ũcio tũranagĩria nake aroimagara, haragĩcoka haroimagara mũraika ũngĩ aramũthagania, arakĩmwĩra atĩrĩ, hanyũka ũkarĩrie mwanake ũcio ũmwĩre atĩrĩ, Jerusalemu guothe kũrĩtũũragwo o ta mĩciĩ ĩtarĩ mĩirige, nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ akuo magakorwo maingĩhĩte, ona ng'ombe ikaingĩha kuo. Wanasifiwe. Kisha nikatazama juu pale, hapa sasa already ni kama sasa wameanza kwenda na njia za Mungu. Na wakati tulianza kwenda wani inasema kuhusu yale waliambiwa watoke kwa yale mambo babu zao walifuata ama baba zao walifuata. Sasa wameingia katika atamu ya Mungu. Katika hali ya Mungu kunaye kuongozwa. Kunaye kuambiwa ni hii, njia ni hii na ni hii. Sasa maono hii Zekaria aliyaona. Sasa anaongea na wale watu wanafuata Mungu. Si watu wa dunia. Kwa dunia wale wameuka kwa Mungu sasa. Sasa ni kupelekana na Mungu. Kama vile siku ya leo tulivyo. Hatuendi kwa waganga, hatuendi kwa wachawi, kwetu tumekimbilia Mungu. Na wakati tumekimbilia Mungu wetu, kuna yale mawaidha anatupokeza. Kuna zile milango imefungwa atatufungulia. Kuna yale
yameneno juu yetu, yeye ndiye atasimamisha. Kumbuka nguvu yetu ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Na kama kuna jambo tutaongea, tunaongeaga tukijiuliza, yale tumenena kwa mbele ya Mungu ni mzuri. Lazima ujiulize. Kuna wakati unajipata umeongea zaidi, na unarudi unajihoji wewe mwenyewe. Unajiuliza, yale tumeongea na yule dada mbele za Mungu inaonekana kivipi? Na unakiri dhambi ya makosa. Kuna mwenye hana matamu na kumsimamisha. Kama ni kwenda njia za dunia, ni dunia full mpaka amalize. Lakini sisi tukianza kuingia, kuna roho anakuambia umetoka njia zangu, rudi kwangu. Kama kuna roho kuambia urudie Mungu, hauna roho Mtakatifu. Hata ya neno mazuri kiaje, kuna mahali unafika unajiuliza, haya kweli ni ya Mungu kweli? Haya tumenena imefurahisha Mungu? Ni ile njia nimepitia kwa Mungu alikuwa ananiona kivipi? Wakati utakuwa wewe ujihoji wewe mwenyewe, umepotea. Rudia Mungu wako naye akurudie. Rudi kwa Roho Mtakatifu ili atawale ndani yako. Ili wakati tunanena kuna vikwazo, najua nikivuka hapa already nimevuka. Siko kwa upande wa Mungu. Na sasa hapa tunaona ukaambiwa kwamba kisha nikatazama juu pale mbele yangu alikuwepo mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake. Nikamuuliza, unakwenda wapi? Akanijibu, kupima Yerusalemu, kupata urefu na upana wake. Wakati mwingi kama kuna kipimo itapimani. Kukienda mahali kuta watu napima kwenye kipimo inapimwa. Kuna kuanga aidha kuna shule inataka kuendelea ama kuna mjengo mpya unataka kuendelea. Hata wakati hii kanisa madhabahu ilikuwa kujengwa hapa, kulishikwa kama. Siku kuwepo lakini ikipimwa kama ilishikwa. There is no way utajenga tu from nowhere. Hata ile nyumba unanuia kujenga wakati utabarikiwa kuna tashiko kama. Ndani yako unajenga kwa akili alafu unarudi sasa unapima kwa kama. Ili utoe mawaidha nataka ifanane ABCD. Na huyu mwenye kupima, kumbuka hakuwa mtu wa Mungu. Mwenye uovu wakati anakuletea mabaya amekupima. Ni vile hakuonyeshi mimi naenda kukupima. Yale anakutendea inakuwa limetoka ndani ya moyo wake. Mjengo unataka kujengeke kwako, amejenga ndani ya roho yako. Chenye sasa simebaki ni kwenda kwa mchawi na mganga. Huyu mtoto asivuke hapa. Huyu mtoto asikuja akabarikiwa. Huyu mtoto asisome mpaka mahali fulani. Na kama atasoma asije akajisaidia. Na asije akasaidia watu wake. Hiyo ndio kipimo tunapimwa na watu wa dunia. Tulikuona umeingia kwa kanisa, naye vita inaanza pande ile nyingine. Yale nataka ikufuate ni shida na tabu ili uchoke na mambo ya Mungu. Kumbuka kwa Mungu kuna kufungulisho, kuna kuinuliwa na kuna kubarikiwa. Haya yote wakati tuliingia kwa Mungu tuliahidiwa na uzima wa milele. Hatukuambiwa kwamba tutahangaika mpaka tukufe kifo ya aibu. Tuliahidiwa kwamba ni maisha mazuri tukienda na Mungu wetu. Lakini dunia inatuhakikishia kwamba akiwa mmekataa njia zetu, nani mtajuta? Kutakuwa kilio kila wakati. Lakini kwa Mungu hakutuambia kilio. Kwa hivyo wakati Hezekia aliona mtu amebeba kamba, ufunuo wenye ilikuja kwamba alienda kupima Yerusalemu. Ni Yerusalemu gani ambayo inapimwa siku hizi? Ni roho zetu zinapimwa. Si mwili unapimwa. Ukipimwa roho, ukifungwa roho, huendi mbali. Na siku ya leo mimi nataka kuongea na watu wenye hata kama ulikuwa umefungwa utafunguliwa siku ya leo. Siku ya leo nahubiria watu ambao mahali kipimo yako iliweko Mungu atafungulia siku ya leo. Akiwa kuna jambo lilengo kwenu, wengine ni shosho yenu na duka yenu. Leo utafunguliwa. Leo utakuwa mwenye alifungwa, utakuwa mwenye ilisemwa, utakuwa mwenye Mungu amesema. Hatuishi kwa yale ilitendwa, hatuishi yale ilinenwa, tunaishi ya yale Mungu wetu ananena kila siku. Kumbuka wakati tuko kwa ile ufalme, tukaiona kwa ufalme mwingine, lazima kuwe na vita. There is no way utanyang'anywa kwa mwovu shetani na kuachilia tu ende bure. Lazima kuwe na vita. Na hiyo vita si shetani atakuja asikia kwa mimi nafika na wewe. Inapigana na wale watu mmewabaki kwa other side. Hii falme ni mbili na lazima moja itashindwa. Na kushindwa kwa ufalme lazima kuna vita. Hakuna kushinda bila kupigana. Nikamuuliza, unakwenda wapi? Akanijibu, kupima Yerusalemu, kupata urefu na upana wake. Kwa hivyo wakati wanapima urefu na upana wako, kuna vile vikwazo wanaweka. Na ile vikwazo inawekwa ni usije ukavuka. Wakati inaonanga maroli ya trailer imesimamishwa mahali, na hili kitu umeona kwa macho. Unapatana kuna kitu inawekwa nyuma ya miguu inaitwa dunga. Ili isije ikarudi nyuma.
Wewe kwako dunga ile kunyuma na yako mbele. Usiende mbele. Wewe kwa sababu wako kinyume na mapenzi ya Mungu. Ile dunga wengine waliwekwa, msije mkaoa, msije mkaolewa, msije mkawa na nyumba zenu zikasimama, msije mkaajiriwa kazi, na hata kama mmesoma ile kazi mtaajiriwa, msije mkajisaidia. Na kweli kwa dunia ukitazama yao mambo yanatendeka. Ni vile mara mingi hatuelewi. Kuna wale walikewa dunga ya kwamba hata kama amesoma hiyo kiasi hajajisaidia. Watu wa wale wanalima mashamba ya watu wanaonekana wako mbele zake. Wewe kuna kitu umejisaidia. Siku ya leo tunafunja hiyo mnyororo. Amen. Kisha malaika aliyekuwa akizungumza nami akaondoka. Malaika mwingine akaja kukutana naye na kumwambia, kimbia umwambie yule kijana, Yerusalemu utakuwa mji usio na kuta kwa sababu ya wingi wa watu na mifugo iliyomo. Wakati aliambiwa itakuja na wingi, Yerusalemu itakuwa na wingi wa watu na mifugo, hiyo ni utajiri. Hiyo si laana, ni utajiri. Wakati Mungu atasema utaenea dunia mzima, hujafungwa, hakuna nila umewekwa, ole amekufungulia. Amen. Kwako ni kuchukua, si kuiba, ni baraka zake. Nataka tutafakari, tuangalie watu wale wamefungwa, wengine ni madugu zetu, wengine ni ndugu zetu, wengine dada zetu. Uangalie, anaweza kuwa miaka 5 anazunguka tu mahali pamoja. Hai ni bali. Na yeye ukimuuliza anasema all is well. Ukimwambia umefungwa na nani, mimi si mtu wa kufungwa, lakini amefungwa. Siku ya leo sisi ambao tunajua kuna kufungwa na kufunguliwa, tunahubiriwa ili tuanze kupanua macho yetu. Na tuanze kujua dunia inaishi namna gani. Hii dunia tunaishi na watu wengine ni waroho, wengine ni wachawi, wengine tumekomboa nyumba ni jirani zetu. Wengine yale mambo wanatenda ni yale mambo akipewa nguruwe hawezi kula. Ni mbaya zaidi. Lakini akikufanyia hiyo madhara, akiambiwa yeye apitie kwa hiyo madhara mtoto wake, atasema hapana, hii sitaweza. Lakini kwa mwingine inawezekana. Wakati mmoja nikawa miaka 2 kama 3 imeisha, nikawa kwa nyumba yangu na nikaenda kwa bedroom. Na ni jambo yenye juzi nilikuwa najiuliza. Nikasikia kuna simu ilipigwa hapo nyuma yangu, nyumba isipolikana, nikasikia hapo nyuma kuna simu ilipigwa. Simu sikujua mwenye kupiga aliongea nini, lakini ile majibu ilipeanwa, niuliza Mungu wangu, ni mpaka lini tutaishi kivipi? Ni stahili. Nilishikwa na uchungu yenye lazima ingetoka kwangu. Shauri yule mtu alijibu simu, alisema kwanza alisema kwa kitu alisema, "Nini ndio ile kitu nilikiona kama wako kama wako." Na hiyo jibu mwenye kupeana hiyo dada, nikajiuliza alimwendea Kitui akachukua akamnunua kwa nguvu za giza. Siku hizi ndio halalani mahali kuna watoto wake na bibi yake, analaka kuwa mwanamke. Ile kitu nilisikia ndani yangu, nilisikia kama kuna kitu ilianza kutoka ndani yangu. Nikauliza Mungu wangu, mpaka lini utaitwa Mungu na watu wa mataifa? Ni mpaka lini watu watajipiga fufuo na kusema wanaweza na wewe huwezi? Mbona zisitafaka hivyo? Na nikamwambia Mungu kama vile niushie milele. Siku ya leo naomba kuokolewa kwa huyo mwanamke. Amen. Asije akaingia kwa nyumba tena. Amen. Amejipiga kifua, alisema ameenda walimwendea Kitui. Mimi sitaki kujua Kitui. Ninakuja kwako. Sijui huyu mwanamke mzuri, sijui familia yake, sijui ilifanywa nini. Lakini kuanzia siku ya leo nataka kutukuza jina lako takatifu. Nikijua kwamba umefungulisha. Na hiyo uchungu nikaanza kusikia, nikilisikia ni kama vile ukisikia kutabika, hata ujaribu kufungia itakukika. Ama wakati kuna uchungu wa kuzaa, iwe nini, hata kama ni mbele maji utasimama uzaa. Changu wakati imefika. Nasi wakati yetu imefika ya kuzaa mazuri. Si yale mabaya. Kama kuna vifungo lazima sifunguliwe. Kama kuna mahali walienda lazima wajue kuna nguvu nyingine zaidi ya hiyo. Kama kuna jambo lilifanywa isije ikatufunga tena. Watu wa Mungu wamefungwa. Hata kuna wengine wasemanga, tumeona wengine wameenda kanisa lakini maisha yao yanabadilika. Leo ya vitu itabadilika. Amen. Ya vitu itabadilika jukunga ishia. Kuna wengine wanasemanga wao wanajua. Yes, wanajua kufunga. Wakishindwa kitu wanaenda kukosa wengine pema. Leo hatuendi huko sisi. Ni magoti tu na kuita Mungu wetu. Na Mungu wetu atafungulisha siku yake. Ni wakati tuanze kuinuka. Na hiyo jambo iwe inatukwaza, tuiweke kama ndani ya roho yetu. Iwe ni kama ile chakula unasikia lazima ukule. Lazima tufunguliwe. Wapende wasipende. Na wakati niliomba hiyo jambo, ikawa huyo mwanaume ingawa sikumjua kwa sura nzuri, alikuwa yeye akiingia kwa hiyo nyumba.
akianza kumorota. Anangorotea pale karibu na ile kuta, nasikia kama hapo. Hata Mungu anasema huwa kila mahali kuna simba itamkula. Shauri alikuwa tunaulizana, kwani amelala hapa kwetu nyuma? Hapa kwetu kwa bebi. Anangorota, unasikia ni kama mko hapa ni kitu ni ukuta liko hapa. Alikuwa anangorota, sijasikia mpiga ngorota sasa. Anangorota mpaka unasikia ni kama kile generator imetumika mahali. Na ikawa tulikuwa nyuma tunasema hata kama huku ukisikia kuongea lazima mtu akongorota kwa kwetu. Shauri kwa mezani nasikia ile mngorota na ngorotwa ni zaidi. Na kukafika tukakaa kidogo. Wakati niomba hiyo ombi na jioni nikaomba tena. Tukakaa. Kufika ikawa wiki moja hii dume haionekana. Ikawa sasa kama alikuwa kuja siku 3 kwa wiki mbili anakuja mara moja. Akakaa hivyo na ikafika mwisho. Amen. Wakati mmoja Musa kaniuliza, na ile mtu akongorota kwani ni gani? Musa, wewe unauliza jambo gani? Kuna ombi nilisimamisha na Mungu amejibu hiyo ombi. Na ushindi umepatikana. Huyu dume hayuko hapa tena. Ndio. Na hakika mwishowe huyo mama alikuwa anaishi hapo ilibidi ahame. Amen. Mwenye kulipa nyumba alienda. Ndio. Na sasa lazima angehama. Hata nikafikia labda amepandisha ngazi. Kukaa kama mwaka mwingine kaambia na jirani mwingine wangu kaambia kuna mama rafiki yangu sana. Mume wake alikuwa amefungwa kwa hii nyumba ilikuwa hapa nyuma, huyu mama alikuwa anaishi hapa. Nikamwambia huyo mwanamume nikamkula mwanamume mzito hivi na alikuwa naye kwanza nilikuwa akipiga simu nasikia akiongea mtoe gari miti padani mahali fulani. Hapo ndio huyo. Nikaambiwa bwana bibi yake na nyumba yake walikuwa na kilio kubwa sana. Wakilia bwana yao amefungwa. Usaidizi nyumbani hakuna. Amepotea. Nikamwambia kuna wakati huyo niliomba lakini sikujaliwa. Akaniambia ulifanya muziki wako na wewe siende kuambia mama niliomba. Hiyo ilikuwa ya Mungu haiko yetu. Na hakika tukiomba watu watafunguliwa. Amen. Huyo mwanamke ilibidi ahame. Nikamwambia wakati alihama alienda kutafuta nyumba kadogo. Kulipa hii alishinda. Na mwanaume wa wenzake wa mwenyewe alirudi kwake. Siku ya leo ni wangapi tunarudia? Amen. Ama ni kucheka tucheke na dunia ikicheka. Hatutalia dunia ikilia, hatutacheka dunia ikicheka. Sisi ni kuwaombea kuwafundisha. Na jina la Mungu itakuwa ya kupewa sifa. Twende kutoka Exodus 1. Kuna jambo hapa ningetaka tuongee hiyo Exodus 1 kabla tuendelee. Exodus 1:8. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩyo gũkĩgĩa mũthamaki ũngĩ wa gũthamaka bũrũri ũcio wa Misiri, nake agĩkorwo atoĩ ũhoro wa Jusufu. Nake akĩra andũ ake ũũ atĩrĩrĩ, andũ aya ciana ici cia Isiraeli nĩ ikĩingĩhĩte mũno, ona ningĩ nĩ itũkĩrĩtie hinya. Tondũ ũcio nĩ wega tũtware andũ aya na ũũgĩ nĩgetha mangĩingĩha na gũcoke hihi gũke itarĩ matigathiĩ meturanĩre na andũ arĩa mangĩkorwo marĩ ũthũ na ithuĩ, macoke mahũrane na ithuĩ na moime bũrũri ũyũ mothe. Tondũ ũcio makĩmaigĩra. Sitaki kuongea tu vifungo ya mdomo. Nataka kuongea mawazo ya binadamu na mawazo ya Mungu juu tofauti sana. Hapa tumeona historia ya vile Waisraeli walienda Misri, tunaifahamu vyema sana. Tunaifahamu vile walianza na vile ndugu yao walipeleka huko. Na wakati huu wamehamia sasa Misri. Sasa nataka tuangalie mfalme mwenye ameingia. Mwenye hana ufunuo ni nini inaendelea. Ufunuo yake ni kwamba hao watu wamebarikiwa. Hao watu wanakuwa wengi. Hao watu watazidi sisi. Hao watu watakuwa chukua nchi yetu. Kama vile tulivyo kuna watu wanajishikia kijiji fulani kama ni hapa. Hao watu wakiwa wengi watachukua hii mwaka. Na ujue si watu hapa. So nataka tuanze kulinganisha yale ya dunia na yale ya dunia na yale iko kwa Biblia ili tuelewe Mungu anataka kueleza nini. Wacha nisome. Kisha mfalme mpya ambaye hakufahamu habari za Yusufu alitawala Misri. Akawaambia watu wake, tazameni Waisraeli wamekuwa wengi mno kwa idadi
kuliko sisi. Huyo anaangalia idadi. Mtu wa dunia anaangalia idadi. Mtu wa dunia anaangalia uko na pesa kiasi gani, uko na watoto wangapi, unaelekea wapi, unakaa kama kuelekea wapi. Hiyo ndio italeta mtu akufunge. Hiyo italeta mtu aende kwa kutafuta mganga juu yake. Hiyo italeta mtu akufanyie yale madhara ukufa ukutarajia. Na makiu mwe kukufanyia madhara si lazima awe na mali. Juzi niliona mwingine nikapewa hadithi hapo anaishi. Kuna mtu alipeleka mtu kwa mganga ili hiyo nyumba watengane. Na unashangaa sana mwenye anafanya hiyo maneno, hata ukimwangalia huwezi fikiria anaweza fanya hiyo maneno. Surprisingly, the young generation we have wanaenda kwa mtendo gani? Ni kitu imetokea. Si wale shosho walikuwa wanaendanga. Unaona ile miaka 20 na kitu. Kwa waganga majina yao iko. Lazima tuanze kuamka siku hizi. Mwenye kukupeleka uganga si yule shosho yako. Tuna wengine chipukizi wametokea wambaya kuliko wale wa zamani. Mwenye tu nyumba yako kwenda kusimama anataka kupika na hiyo nyumba. Si aolewa kwa hiyo nyumba, lakini ukae kama yeye. Ni lazima tuwe chonjo, lazima tuelewa. Hapa kumetokea mtu ameanza kupima wana Israeli. Hakuelewa yale mazuri wametenda. Mwenye kutendea makosa aonagi yale mazuri umetenda. Kwake ni azimio lake ifikiane. Huyu mwenye naongea alipeleka mtu kwa mganga. Kuna ili akuja mpelekane, hata alikuwa hana fia, alipewa afya ndio mtu anasaidiwa. Lakini mwishowe alienda kumtendea zile dhambi ambazo huwezi fikiria. Ni jambo lenye unaanza kujiuliza tutasaidia ni kivipi. Akiwa nitakusaidia nikijua uko na shida, unigeuke na hiyo shida yako iwe kama unaniendea mahali si tutarajie kuendelea. Kisha mfalme mpya akawaambia watu wake, tazameni, Waisraeli mmekuwa wengi mno kwa idadi kuliko sisi. Jooni ni lazima tuwashughulikie kwa uangalifu, la sivyo watazidi kuwa wengi zaidi, na ikiwa patatokea vita watajiunga na adui zetu kupigana dhidi yetu na kuondoka katikati nchi hii. Ni lazima tuangalie, hatukai na nasi kwa wao wenyewe wanafikirianga tu mambo ya yale yanayotokea. Mtu wa Mungu mwenye logojea Mungu anasemanga Mungu wewe ndio kimbilio la eneo langu. Hatukujua wakati tulianza hii mwaka tutafikisha hii kiwango. Ni Mungu ametufikisha shika mkono wake. Mahali tunaelekea njia yenye ambao imetengenezwa ni ile Mungu ametutengenezea. Yale tupandana naye jiani akiwa ni magumu tutaitana juu. Hatutarudi kutafuta ushauri wa dunia. Mtu wa Mungu ni yule ambao mafikirio yake na matendo yake inaelekea kwa Mungu. Wa dunia ni yule anaenda kutafuta ushauri. Ushauri wetu ni yule kwa mbele za Mungu. Turudi mahali tumetoka. Nilikuwa nataka tuangalie vile vipimo watu huwa wanapima. Katika hali ya mawazo na katika hali ya kuishi vile tunaishi, kuna wengine walifungwa kama vile zamani ilikuwa naona. Nilikuwa mdogo hata leo nafikiri inafanyika. Na wengi hapa hata kisharehe mnajua. Kuna ng'ombe yenye ilikuwa inafungwa kama. Kuna yenye inafungwa kwa shingo. Hiyo ni kama nira. Na kuna yenye inafungwa mguu. Na hiyo kitu ukishafunga hivyo, kama ni futi 10, it go round 10 feet. Anything beyond that, hata zingine zinapigana hata magoti. Ifikia kukula ile kitu naona iko mbele yake lakini haiwezi. That means kupiga kwa magoti haisaidii ng'ombe kukula yenye ambayo mahali kama haijafika. Nasi binadamu tumefungwa, kuna ile kiasi kuna mwingine ulifungwa hutafikia pale. Utaziona na macho lakini utakula. Utaona watu wanabarikiwa, utabarikiwa. Mahali vitu zako zimewekwa utafikia hapo. Kwako itakuwa in that perimeter. Kama ni waka, kama wewe kama nyumba yako ni ya mabati, utaishi kwa mabati mpaka kutoka kwa hiyo. Na wengine wanafungua hata watoto wao. Siku ya leo tunaongea kuhusu kufungulisha. Amen. Siku ya leo tunaongea kuhusu kwenda upana wenye Mungu anataka uende. Si wa binadamu. Kipimo ya Yerusalemu imeondolewa. Na kipimo lipimwa na waganga na wachawi itazima iondolewe. Siku ya leo hatuombi tu kusema tupatiwe na Mungu. Tunaomba kufungulishwa. Akifungulisha tutapata yote ambayo ni yetu. Akiwa alisema hii nyumba itainuka, tukifungulishwa siku ya leo itainuka. Akiwa kulitabiriwa kifo, tukifunguliwa siku ya leo, sio kifo, ni kuishi na mauti tarehe mbaya. Akiwa alisema hii nyumba wataolewa, tukifungulishwa leo, labda hii mwaka ingine itafika bila kuona harusi. Tutanena maneno ya harusi. Akiwa alisema hii nyumba itawachukua wengi,
watabarikiwa na watoto. Na wataishi wakiwa wabarikiwa. Watu wa Mungu kufuata Mungu si mbinguni tu peke yake. Dunia tutaishi vyema. Kuna wakati tuliambiwa mazuri hatutapata tu mbinguni peke yake. Ni hapa mahali tuko. Lakini sisi tuko hapa, tu wengine tuko na kilio kila siku. Sisi ndio hata watu wengine watuonea huruma. Siku ya leo tuache kuonewa huruma. Tuseme Mungu wetu atuonekanie. Ili tuende mahali atuvukishe mahali atatufikisha. Tukifikishwa na Mungu, hakuna mwenye atapia atakupenda kusema isipokuwa ni mimi. Tutakuwa sema isipokuwa ni Mungu alikuwa ndiye yetu. Na itakuwa aibu si kwa sisi ambao tumeokoka. Aibu kwa wale walitufunga. Aibu kwa wale walienda kwa waganga. Aibu kwa wale imani yao haiko kwa Mungu, iko kwa watu kwa mambo ya dunia. Ni vyema tuanze kujielewa sisi ni akina nani. Ni vyema tuanze kusimamisha ombi elekevu kwa Mungu. Ni vyema matendo yetu kwa Mungu ikawa inamfikia, tukimwomba nasema hakika huyu hawezi nitisha nikose kumpea. Hakika huyu hawezi lia na mleo nikose kumsikia. Kwake hiyo ni kama ni rafiki wetu wa karibu. Rafiki mwenye kama vile leo kuna mtu kumpigia simu, aone simu ni ya fulani anasema wacha nisikie yeye. Kama unalia analia na wewe. Akiwa una mahitaji anasema hakika nitakusaidia. Hata kama nilikuwa nimefisha ubali kiasi gani nitakutolea. Mungu wetu si kama hivyo, atakutolea na kutoa zaidi ya hivyo ulikuwa unafanya. Amen. Okay, uko umefikia hapo. That is true. Okay, tuendelee. Tondu Jehova ekuga atiri, niĩ ngatuĩka rũirigo rwa mwaki, ndĩrĩrigiicĩrie na ndũrie riiri wakwa gatagatĩ-inĩ kaguo. Atĩrĩrĩ, ta iguai ũrĩa mũkwĩrwo nĩ Jehova. Wĩkei mũre mume bũrũri ũcio wa mwena wa gathigathini, tondũ nĩndĩmũharaganĩtie ngamũkinyia o itũũra-inĩ rĩa ciathĩ, o kũu huho iria inya cia matu-inĩ ihurutanagĩra. Ũguo nĩguo Jehova ekuuga. Bwana sifiwe. Tusome tano nasema, mimi mwenyewe nitakuwa ukuta wa mto wa moto kuzunguka, asema Bwana, nami nitakuwa utukufu wake ndani yake. Wakati Bwana anakuwa ukuta wa moto, ni kama hakuna jambo baya inaweza kupatana na wewe. Kumbuka, wacha nikumbushe hii kidogo ingawa nyinyi ndio mwaikasa. Kuna wakati kulikuwa vita tulikuwa pale kwa madukani ya nchi mwaka siku mzuri. Na wakati watu waliomba tukiwa hapa madukani, kuna kitu Roho Mungu alinena nasi. Alisema hata wale watajipata katikati ya vita hakuna mwenye atauawa. Na hakika wakati vita iliisha au wakati watu walirudiana, ile neno kwamba hamtapoteza hata mmoja wenu. Hakuna mmoja. Aliuliza tena swali, kuna mmoja wenu amepoteza mtu huko mahali kulikuwa vita? Na ushuhuda ilikuwa ya kwamba wengine walipatana na wale watesi wao wakiwa na mikuki, lakini hawakuwadhuru kwa njia yoyote. Mungu alizuia. Naye wakati amesema atakuwa ukuta kwako wa moto, hata adui hawezi fikia hapo. Shetani hawezi karibia hapo. Ni jambo la busara sana kusikia Mungu akiwa ukuta wako. Akiwa ukuta wako, mikono inaweza zunguka na isipate kwako. Akiwa ukuta wako, unaweza pitia mahali jiani, usikie mwingine alipigwa, wewe kupigwa. Unaweza kuwa wachana na waganga wamepatana, wamefanya dua zao, lakini haikukufikia. Shauri Mungu amekuwa ukuta wako na ukuta wa moto. Leo ile ukuta tunahitaji ni wa ukuta wa Mungu. Si hizi churi za dunia tunaona macho. Yenye ambao mtu anaweza portray wewe. Aseme kwamba mkitaka kuvuka kwake kuna mahali tuacha nafasi kunazoingia. Kwa Mungu hakuna ya Mungu ni ukuta imezingirwa na moto. Na ukuta wa moto haivukishwi na mtu yote, hata shetani hawezi kuingia. Leo Yerusalemu yetu tunasimamishiwa ukuta na Mungu. Ni ile Yerusalemu ya kwamba mwovu shetani akiona anatetemeka. Akiona anaiondokea. Wachana hao watoto fulani. Wachana hao watoto wa mtumishi fulani. Wachana huyo bibi ni wa mtumishi fulani. Ukimguza umeguza Mungu. Ni jambo la busara sana. Ni jambo ni rahisi sana kulitaja. Lakini ni jambo iko na ugumu mwingi sana kwa watesi wetu. Kama tutaishi kama mapenzi ya Mungu, hakika kuna shuhuda watatuia kwa watu wetu. Wakisema hatujui ni miungu gani wanaomba. Ujue vile wanasemanga hatujui ni miungu gani wanaomba kwa sababu wanaamini na miungu. Hawaamini na Mungu mmoja. Kwao wao ndio wanahubiriana kwamba ukienda kwa hiyo mganga mahali fulani ashindwe,
niko na mwingine maalum fulani. Ukishinda na huyu, vuka mpaka Tanzania. Huko ndio mambo yote. Kwetu si Tanzania, kwetu ni hapa. Amen. Kwetu hatutaenda kutafuta ushauri ati tumeshindwa hapa, tunatafuta ati Ukambani ni hapa. Akiwa alinena atatuokoa, hata tukienda Ukambani atatuokoa. Akiwa alinena atatutendea, hata tuende Nyeri atatutendea. Atatubariki tukiwa hapa, tukiwa huko nyumbani. Akiwa amenena uponyaji, hajalishi alinena ukiwa wapi, atatenda. Kuna jambo yenye Wakristo mnastahili kuelewa. Kuna shuhuda ukisikia unaonanga, kuna shuhuda nilisikia juzi ikihubiriwa, nikaanza kusema it's like Mungu na sisi tunakuwa karibu sana bila tukio. Kukaa kuna mhubiri mmoja, kuna wakati crusade zilikuwa zinafanywa all over the country, na wale watu walikuwa wahubiri wakati huo. Na kukaa kuna mhubiri alienda Nyeri, na yeye kwa kutoka na kuhubiri. Katika hali ya kuhubiri, kukaa kuna mmoja Roho Mtakatifu akasema kuna mtu mwenye hana mtoto hapa anastahili kuombea. Na huyo mhubiri kawa lazima atii hiyo sauti. Na wakati huyo mtu mama alisimama, kitu kwanza watu walinena, huyu mama tumemwona kanisani alikuwa anatoka kila wakati. Mama akasema, mimi sijaweza. Sina hata nyumba ya mtoto. Na kujanga na hiyo watoto naokotanga huko na kuja nao waniondolea hiyo. Si wangu. Leo nikija na huyu, wakati mimi naona niko na mwingine, si wangu. Na wakarishanga twende kanisa ili niondokewe na aibu. Mimi sijawahi pata mtoto na hata sina nyumba ya mtoto. Huyu naye mhubiri, nataka sasa hapo nataka musikie na wale msiozika story mshike hivi. Huyu mhubiri akaambiwa na mwingine, unaombea anakuja mtoto. Sasa wakati anaomba, kama naomba alijiuliza kama hayupo ya mtoto naombea nini sasa? Ametia shaka mhubiri. Lakini mwenye kuhubiriwa, yeye akasema kama ni Mungu, all is possible. Amen. Nataka tuangalie watu wawili. Shau tumezoea kuwekelewa mikono si mbaya. Sio mbaya. Ujue mwenye kuwekelea mkono ni bidhamu kama wewe. Ni vile tu Mungu amemuinua na amempea hiyo kazi. Lakini bali na hiyo, wewe mwenye unaombewa pia lazima uamini. Lazima uamini tafadhali. Usiseme nikiwekelewa mkono na kisha lazima nipone. Wacha chukue kazi yake na uchukue mahali pako. Ili kazi ya Mungu ikafikiane. Yeye ni binadamu, huwezi jua amelala na gani. Huwezi jua amepiga vita kiasi gani. Huwezi jua ni gani anapitia. Yeye ni kama wewe ama mimi. Anaweza kuwa anapitia mambo makubwa kuliko sisi. Lakini hakuji kutangaza ninapitia haya. Sasa nafunua yale mambo yetu tutapatana naye. Unaweza pata mwenye kuwekelea mikono already. Ako na jambo ndani yake anambia Mungu wangu unikumbuke. Lakini hata kwanza kuja kusimama hapo. Ati mpaka atawakaye atatendewa. Atendewa asitendewa atasimama hapo. Kama ni kuwekelea mikono atawekelea mikono. Awe yeye ako na shida zake, hiyo haijalishi. Kazi ya Mungu itafanyika. Wakati sasa yule aliomba tu for the sake of it aondoke hivi. Na akarudi Nairobi wakati mambo kumaliza kusema. Na huyu mwenye kuweka na after another 2 years or 3 years akarudi yeye kuhubiri. Wakati alisimama hakumbuki aliwekea mtu mkono. Lakini mwenye kuwekelewa mkono akasikia fulani anakuja kiti ya mbele nitakaa hapo leo nikiwa nishika katikati. Yeye alikuja akasema kuna mama anataka kutoa ushuhuda. Wakati alisimama na mtoto akasema uliniombea na mtoto ndio huyu. Amen. Bali tunakutokuwa na nyumba ya mtoto, Mungu alifanya yote ikawezekana. Amen. Siku ya leo nataka imani yetu ikawa kuu zaidi. Amen. Imani yetu ikawa ni kwa Mungu Baba. Yeye atafanya kazi yake kueleka mikono. Lakini nao imani yako iko wapi? Ndio nakusema ameweza kuwa anapitia mambo mengine magumu. Mengine huwa hata hawezi kuambia watu. Tumuone yeye ni binadamu kama sisi. Ile tu hata kulikuwa na Musa na kulikuwa watu wana Israeli. Watu walikuwa wana Israeli lakini Musa hakukuwa kama wale wengine. Hata hakuwa kama anaitwa mimi na maisha dada yake. Hata hakuwa kama Miriam, alikuwa zaidi ya Miriam. Alikuwa zaidi ya Joshua. Lazima tuheshimu watu na vile walivyo. Na lazima wewe uchukue jukumu yako. Kama kuna pigo ilitoka kwa Waisraeli, haikuwa juu ya Musa, ilikuwa juu ya watoto vile wanaishi neno la Mungu. Nasi tuchukue jukumu letu gani? Ni nini hii tutafanya? Ni jukumu tutafanya nini? Tukiambia tokeni hapo mkele mikono mpone,
Kitu ya kwanza, roho yako peleka kwa Mungu, atakuponya. Kupitia kwa mkono wake utapona. Lakini ukikaa kwa kiti utaona hujapona. Hujachukua hatua. Chukua hatua na waambie Mungu, nimekuja mbele zako ili utaniponya. Naye afanye kazi yake. Always wewe. Umefika. Okay. John, kimbieni mtoke katika nchi ya kaskazini, asema Bwana, kwa kuwa nimewatawanya kwenye pande 4 za mbingu, asema Bwana. Ni kama kuna mahali hapo wanasai kuwa. Hii kaskazini inaweza kuwa ni mahali kuna ubaya. Kaskazini labda ni mahali walikuwa wanajitawala wenyewe. Kaskazini inaweza kuwa ni kaskazini ya kwamba Mungu hapatikani huko. Huwezi niambia kwa sababu umeokoka utakuwa unashiriki yale mambo inafanywa na wale watu hawajaokoka. Lazima utoke kaskazini ukuje mahali unastahili kuwa. Kuna mambo wakati tuliokoka tulisema ikome ifike mwisho. Wale watu walikuwa wanakunywa pombe, waliondokea hiyo pombe. Wale watu walikuwa wanajua kwamba wanazini, waliondokea hiyo kuzini. Wale watu walikuwa na kusengenya watu, waliondokea kusengenya. Wale watu wanajua kama mtu alikuwa anaiba, aliondokea hiyo wizi. Katika zile kazi zote tulifanya baya, ilibidi tuache ili tutafute Mungu. Naye kuja kwa Mungu, kunaye kuacha yale mabaya ulikuwa unafanya kuingia kwa Mungu. Hiyo ndio tunaita leo kaskazini. Na hiyo ndio tumeambiwa tuondokee. Yale tuliona ni mazuri, ilibidi tuondokee. Wengine tumeitanishwa nao, tulikuwa tunasema hatuwezi lala kabla hatujajua hapo namna gani. Ilibidi tuwaondokee. Labda tukipatana nao yale wananena ilikuwa ni mabaya kwetu. Labda tukifanya labda tukiwa nao pamoja yale tunatenda haikuwa inafurahisha Mungu. Na ndio leo kaskazini yetu lazima tuiondokee ili tukuje kwa Mungu. Na sasa kwa wana Israeli lazima wangetoka, kuna mahali wangetoka ili waende na njia za Mungu. Tuendelee sana. He, ukira wehonokie we Zayuni, owe utuire kwa mwale wa Babuloni. Tondu Jehova munene wa ita ekuga ũũ, atĩ nĩ andũmĩte harĩ ndũrĩrĩ iria ciamũtahire indo cianyu nĩ ũndũ wa ũrĩa endete gũtũũria riri wake. Tondũ mũndũ ũrĩa wothe ũmũhutagia inyuĩ no ta kiuma kĩa ritho rĩake mwene ahutie. Akoiga atĩrĩ, ngũmathukĩria guoko gwakwa nĩguo matahwo nĩ ngombo ciao o ene, na inyuĩ mũmenye atĩ Jehova mũnene wa ita nĩwe ũndũmĩte. Bwana asifiwe. Soma kwa Kiswahili. Njoo Sayuni, kimbia wewe uishie ndani ya binti Babeli. Njoo Sayuni, kimbia wewe uishie ndani ya binti Babeli. Babeli ni yale maovu tunafanya. Babeli ni zile nyumba tunaingia zingine nyumbani. Babeli ni yale matendo yenye haipendezi. Babeli ndio tunaambiwa tukimbie, waliokuwa waambie wakimbie. Na ukimbie utoke Babeli. Kwa kuwa hivi ndivyo asemavyo Bwana mwenye nguvu. Baada ya yeye kuniheshimu na kunituma mimi dhidi ya mataifa yaliyoteka wewe nyara, kwa kuwa yeye yote awauzaye nyinyi anaiguza boni ya jicho lake. Wakati tukiongea katika hali ya boni ya jicho lake, ama kwa kikundi nasema kiuma kiali hiyo ni ile kitu yenye ambao iko na uwezo kuliko sehemu nyingine yote. Hiyo ni ile sehemu ya kwamba ukiuzwa hata kama wewe huna vita utatoa vita. Ile ni sehemu ya kwamba ukiingiwa na ile duru inaingia kwa macho, hata isipokuwa ni vile huna nguvu unaweza pigana na nguvu yako yote. Shauri hilo ni mali haisai kuuzwa. Naye Mungu anasema mwenye atauza nyinyi kama kuuza bone ya jicho lake. Akiwa ameonelea mwenye atatuuza kama kuuza bone ya jicho lake, unaamini tutashindwa kweli? Nauliza hili swali. Unaamini tutashindwa kweli? Tutoke tuache yenye tuliwache tuingie kwa Mungu tuwe watu kushindwa kweli na maroho ya giza? Hatuwezi kushindwa unless sisi wenyewe tujipeane kwa hiyo roho. Lakini kama tutasimama kama mpenzi ya Mungu, lazima tushinde. Hii vita si yetu. Hii vita ni ya Mungu. Hii vita si ya upo fulani. Hii vita ni ya Mungu. Na vita ya Mungu si ya kama ya binadamu. Ya ukoo wanaweza kutana wapange yale wanataka yafanyike. Lakini ya Mungu haipangwi. Ya Mungu si ya kupangwa. Ya Mungu inaamrishwa na inatendeka. Ya Mungu anajua na mawazo ya adui zetu hata kabla waanze kupanga. Kabla waanze
kukufisia wewe kusema kwamba tutamfanyia hivi, already Mungu anakuwa ameona. Na kama tumejiachilia kwa Mungu, already ushindi tuko naye. Leo nataka tufungue ukurasa mpya. Sio kusema tulifungwa, tumefunguliwa. Sio kusema tulishindwa, tumeshinda. Sio kusema haiwezekani, itawezekana. Sio kusema hatuna, tuko nazo. Hata kama hatupajapokeza tuko nazo. Wewe ambao kuna jambo umesimamishia Mungu, anza kurudia kwa kusema kwamba Mungu wangu nimepokea. Hakuna jambo ya maana kama kuwa unarudia shukrani. Shauri kurudia shukrani na tukirudia kila siku, hakuna kazi tutachoka na kurudia shukrani. Lakini kama ni kuombea kitu tunachokana. Niliomba mwaka jana sikupata. Ndio mwaka hii nimeomba ila pia sijapata. Lakini kama nianza kurudia shukrani, hata nipewe nisipokee, nitarudia shukrani. Kusema asanti haina ujumbe. Asanti haihesabu umesema mara ngapi. Asanti hata ukisema miaka 2-3 bado utazidi kusema asanti. Sisi ni watu wa asanti. Sisi ni watu wa kusema Mungu ametutendea. Kwa hivyo tubadilike na ili tuishi. Amen. Tubadilike ili maisha yetu isiwe kwa vile adui walitupangia. Kama walipanga kilio, waone kwa kitazamo kusema kwamba tumetendewa. Kama walipanga ya kwamba kuna kifo, si kifo ni kuishi. Kama walipanga hakuna kilio mtoto itasikia kwa hiyo nyumba, mtoto atasikia vilio wa watoto wakilio kwa hiyo nyumba. Kwa hiyo ni kukaa tukiwa na tumaini la Bwana na kuna hatutaibishwa. Hatutaibishwa, hakuaibishana, sisi hatutaibishwa. Ni vyema wakati unajua kuna kitu moja huwa nafurahia. Na kuna kitu moja naambia Mungu wangu unastahili. Kuna wakati ya kuanza kwa unawaza wewe mwenyewe ndani yako. Mahali mlipata na Mungu na zile yale mambo ulikuwa nayo. Kuna siku tuliishi tukijua kwamba tunaweza kufa wakati wote. Kuna siku niliishi nikijua kwamba mimi vile najiona kaburini ni rahisi kuliko maisha vile naona. Kitu ya kwanza maono yenye nilikuwa napata ilikuwa inaogofya sana. Kuna watu na kuinda wanakutafuta. Kuna watu hata kuna wakati nilitoa maono mengine nikajiuliza nikatoa maono ilikuwa labda pajero mahali. Na nikaambiwa kwa njia rahisi sana. Ukiingia kwa hiyo gari wewe utaweza toka. Mimi kuamka asubuhi nikajiuliza maswali mengi. Na sikuona hiyo pajero mahali kwa maono. Lakini kumaliza siku ya kwanza ya pili kukaja my somewhere. Akaniletea karatasi kadogo tu. Ilikuwa habari yako bwana Mabeli. Umepotea hata huonekani. Na kuomba unipigie simu na hii namba. Hata kama unifresh na hii namba. Ukinipigia simu na hiyo namba na mimi nitakupigia simu nikuje nikuchukue tuongee mambo kadha wa kadha. Wakati kwa sababu sikuelewa, sasa hiyo hata sikumbuki yeye ilikuwa kama jana siku ya jana. Nikaenda Kikuyu pale nilikuwa na Kikuyu. Wakati nikaenda kwa ile simu hizi za papo zilikuwa Telecom, zilikuwa za rate, nikaweka mashilingi koro. Simu ikachukuliwa. Habari yako? Nzuri. Nilikuwa nimetumwa nataka tuonane. Niambie mahali uko nilikuwa nikuchukue tuongee. Nikamwambia wakati nitakuwa na nafasi nitakupigia. Saa hiyo maono ilikuja mbele yangu paka. Nikaona haya, huyo kijana alikuwa kijana mwenye mama sana. Hakika pajero ndio hiyo. Nikajua ametumwa na mtu fulani. Hiyo karatasi nililaruia hapo na nikaenda nyumbani. Na kuanzia siku hiyo mpaka waleo na miaka mingi karibu 20 hatujaongea na jamaa. Naye mwenye alikuwa anamtuma kusikia kwa sababu wakati niliongelesha na watu wa karibu nikaambiwa huyo jamaa walikosana mwenye kumtuma. Sasa nikajua hapo nimepiganiwa. Mungu wetu anajua vile mpango iko mbele zetu. Mungu wetu anatuwazia mazuri. Ya Mungu tukiyafuata hatutalia. Lakini ya binadamu tutasema meno tukua hii dunia. Ya binadamu tutakufa tukiwa na kifo ya aibu sana. Lakini ya Mungu hatutakufa kifo ya aibu. Tutakufa ile kitu iliyotokea kwake. Siku ya leo nikisimama mbele ya madhabahu, kuna yale mambo nasemanga kama sio wewe Mungu, ningekuwa labda nimekufa. Kuna maono mengi ilikuwa inakuja. Kuna wakati nijipata mazao siku napita kwa barabara, nilikuwa napita nikiona barabara ndio hii. Hapa ndio kando. Kuna ile sehemu watu wapiti kwa juu kwa pia kando. Sababu kuna kitu nilikuwa nimeambiwa nitapata naye. Na kuna siku Mungu alikuja nikauliza kwa maono. Ingawa unamuogopa alisema yale alisema. Hata unamuogopa kwa pesa.
Nikaletewa pajero iko ya white kwa kubwa sana kama ile iko ya bishop wa Biblia. Nikamwambia unaona ile gani natembelea? Hata sikujua hapo ni gani. Nikamwambia niletwa kaka kadogo. Nikamwambia unatembea kaka kama haka. Uko na nguvu kuliko hii na pajero yake. Wewe nguvu yako naye ni zaidi ya yai. Na usije ukamwogopa tena. Nimekufungulisha enda nguvu. Amen. Na hakika alimfungulisha. Tukipatana hiyo jamaa leo hakuji tu ati na moto, anakuja tu pole pole, amalia kwa ndani. Maisha iko namna gani? Unaishi namna gani? Naambia niko sawa. Na yeye tukiongea na yeye ananyenyekea kuliko vile mimi nanyenyekea. Mbele za Mungu atafanya unyenyekee. Na zaidi ya hiyo Mungu kuna mambo anatendaga yenye sema inaanza kusema kama hapo ndio kiko inaendelea. Unamwonea Mungu. Unaweza kuwa na pesa lakini pia na Mungu ikija ni mbaya kuliko hiyo pesa. Ndio. Na kuna wakati inafika tunasema inastahili. Kuna wakati tuliomba sisi wengine kama sisi kwa maono. Wakati mmoja nikaletewa maono nikawa wakati huo sikuwa mimi ndio. Hii yote kwa kweli. Shauri isipokuwa ni mke wangu pia mmoja hapa nilikuwa. Na kwa hiyo maono ikawa sema wakati mwingine kuna wanawake wanne milioni. Lakini katika hiyo maono niliuliza Mungu wangu. Inaweza fikiana wakati mmoja niwe najumuika na wale. Niliona wanaponya watu, wanaombea watu, wanafanya mambo mazuri. Nikauliza Mungu kwa maono. Kwa hivyo ndio akijafanya ukinya hada tukao na wale. Jibu sikupata. Lakini kuna wakati jibu nilikuja. Wakati niingia pale chini, mtu wa kwanza kuona huyu ng'ombe wako maono nilikuwa. Sikuwa mimi na mtu wa mbeleni, wewe maono nilikuona. Na ikawa alikuwa among the four hills. Mwalimu wa kusema wakisifu wakiwekana watu mikono. Na wakati ukaambia Mungu wangu umetimiza yale nilikuuliza. Ni vyema tutamani kuongozwa na Mungu. Tunaweza kuwa tumeishiwa tukionekana lakini Mungu anatuwazia mazuri. Tunaweza kuwa watetezi wetu wakisema yale watitenda haitakuja wezekana, hatutafunguliwa lakini Mungu anatufungua. Kuna wale wanasemanga haendi bali tunaenda bali kuliko vile wanatuwazia. Kuna wale wanasemanga vile unaona hawa si watu wa maana. Hatuweza kuwa kwa dunia si watu wa maana lakini mbele za Mungu tuko zaidi ya wazidi. Amen. Ni lazima tujitie moyo sisi wenyewe. Na tujue tunaishia Mungu anakaa kivipi. Si yule Mungu anapimwa na dunia. Si yule Mungu mwenye ati hawezi kubadilisha yale yalipangwa. Ni yule Mungu anabadilisha yale aliyoniua kutoka na sisi. Azimio la Mungu ni tuishi vizuri. Kwa Mungu hakuna mateso. Kwa Mungu hata kama tuko na shida yetu si ile eti unaona watu wanakuonea huruma. Inaenda kiasi fulani, unafunguliwa. Unaenda from one glory to another glory. Na hivyo ndio tumaini letu tunasema kwa siku ya leo. Sikuishi kuona kama kukufa au kuona kwa kumalizika. Hakika nitainua mkono wangu dhidi yao ili watumwa wao wateke nyara. Ndipo mtakapojua ya kwamba Bwana mwenye nguvu amenituma. Already tukiangalia wengi wetu, watesi wetu, kuna yale mambo wanapitia. Na kuna yale inaneno hata wasiku yale na roho. Kuna mambo yenye kifanyika tunasema na Mungu wangu, labda umekuja kulipisha. Na inakuja kiasi ya kwamba yeye hajui pesa, hajui umahiri wako, hajui unajuana na nani. Shauri isipoingia kwako itaingia kwa watoto wao au inaingia kwa watoto wao. Tuzidi kufuata Mungu wetu. Bwana Mungu maliza. Tena. Ningĩ Jehova egũkwĩra atĩrĩ, we mwere wa Zayuni, kũngũiya na ndũhiũ, tondũ ndĩ mũku na nĩngũtũũra thĩinĩ waku. Na mũthenya ũcio wakinya-rĩ, ndũrĩrĩ nyingĩ nĩikerigitania na Jehova, nĩguo ituĩke andũ akwa, na niĩ ndũũre thĩinĩ waku. Hĩndĩ ĩyo nĩũrĩmenya atĩ Jehova mũnene wa ita nĩwe ũndũmĩte harĩ we. Nake Jehova nĩakegwatĩra Juda tarĩ igai rĩake we mwene rĩa bũrũri ũyũ mwamũre, ona ningĩ ndarĩ hingo atagacoka gwĩthurĩra Jerusalemu rĩtuĩke rĩake. Mũtigĩkirie ki mbere ya Jehova inyuothe mwĩ muoyo gũkũ thĩ, tondũ nĩ mwarahũku akoima ũtũũro-inĩ wake mwamũre. Hebu rudie hiyo tatizo. Kwa Kikuyu tunasoma pole pole. Shauri hapo ndio watu wa Mungu hawaelewi.
Mutigekire ki mbere ya Jehova. Mutigekire ki mbere ya Jehova. Inyuothe mwĩ muoyo gũkũ thĩ, tondũ nĩ mwarahuku akoima ũtũũro-inĩ wake mwamũre. Okay, nianze 10. Piga kelele na ufurahi, binti Sayuni, kwa maana nitakuja nami nitaishi miongoni mwenu, asema Bwana. Atakuja na ataishi miongoni mwetu, asema Bwana. Wakati Mungu anaishi miongoni mwetu, ni adui gani atakaribia sisi? Ni vifungo gani zitakaribia sisi? Itakaogopa. Tutakufa wakati ya Mungu ameamua sisi ni wakati yake. Si wakati ambao imelengo. Si ile mitego inategwa pale barabarani. Si ile mashimo tumechimbiwa. Si ile neno na wale wakuu wa uchafu. Ni yale Mungu atakuwa ameeleza nasi. Kusikia tu Bwana anakuja kuishi katikati yetu, already tukiwa na Mungu sisi ni washindi. Wakati mtoto wako anaishi na baba yake, hata ukiongea na yule mtoto mdogo, atakwambia kama baba yuko always well. Nasi tunastahili kusema kwamba kama baba yetu, Mungu wetu ako nasi always well. Haijalishi tunapitia gani, haijalishi tunafanya kazi gani. As far as ile yale tunafanya ni yale ya kutukilia Mungu wetu, hakuna mabaya yatatupata. Tuishi tukiwa na tumaini na tukiwa tunaona mbele kuliko mahali sasa tunaona. Tuache kulia na dunia ikilia. Tuache kusema tumewacha na Mungu. Sisi hatujawacha. Hii miaka tangu tuingia kwa kanisa, kuna vita mingi tumevukishwa. Dunia, Kenya yetu imebadilisha na neno la Mungu. Kama sio Mungu, labda tumekuwa tumetekwa nyara kitambo sana. Lakini katika hali ya miaka hii yote, kuna ushindi juu ya ushindi Mungu ameleta. Hata mahali tunaelekea kuna ushindi wa Mungu. Haja tu ni kuita Mungu wetu. Haja tu ni kwenda na njia za Mungu. Haja tu ni tusije tukarara. Haja tu ni tusije tukasahau sisi ni akina nani. Asubuhi tuliteteshwa kwamba hatujielewi sisi wenyewe. Unajua unaweza kupata mrefu, umuulize unaitwaje, atakuuliza unaitwaje, hiyo ndio tajibu. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Hajielewi. Sisi tuwe watu tunajielewa. Ili wakati tunajielewa, tukiita Mungu wetu kama vile tuliambia asubuhi, tuelewe tunaita Mungu mwenye nguvu na uweza. Muumba wa mbingu na dunia. Yeye hakuumba sisi. Yeye alisema kuwe na kukao. Akiwa alikuwa na hiyo uwezo wakati huo, hata wale hawajakumjua. Akiwa alitufishindania ile wakati tulikuwa tumefungwa, hata leo hajakumjua. Yetu ni kutii jina lake takatifu na tumshia atatenda mazuri. Okay. Mataifa mengi yataunganishwa na Bwana siku hiyo, nao watakuwa watu wangu. Nitaishi miongoni mwenu, nanyi mtajua kwamba Bwana mwenye nguvu amenituma kwenu. Hii habari ya leo tunasikia siku ya leo, tujue ni Mungu ametumana. Na tugoje tuone mabadiliko. Amen. Haikuhubiriwa tu ili siku iishe. Hatukuhubiriwa tu ni kawaida tu. Hebu angalia pole. Wale walikuwa hapa asubuhi, kuna yale Mungu aliona asubuhi. Tukienda hii yenye tunasoma leo ni kama inaandamana na hiyo. Aliongea juu ya kwamba kujielewa sisi ni nani. Kufungurishwa, kutolewa mahali tumefungwa. Tumuishie na tunaita jina lake takatifu naye anatuitika. Kwa hivyo tutakuja ukiwa kwamba yeye Mungu mwenyewe ako ndani yetu. Akiwa ndani yetu sisi ni washindi. Bwana atairithi Yuda kama fungo lake katika nchi takatifu na atachagua tena Yerusalemu. Kwa hivyo Yerusalemu hata kama ilikuwa imewachwa, hata kama imekuwa ni kama isahaulika, ile kumbuko tena. Kwa hivyo ni tuanze kufurahi. Yerusalemu imekumbwa tena na maisha yetu haitakuwa vile ilikuwa. Kama tulikuwa tunaishi kulia, hatutalia tena. Kama tuliishi na ukiwa hutakuwa naye tena. Kama tuliishi tukiwa kwa dhihaka zitatuondokea. Yale alinenwa yatatuondokea. Yale walituwazia mabaya hatutakuwa naye tena. Tulieni mbele za Bwana, enyi watu wote, kwa sababu ameinuka kutoka makao yake matakatifu. Mtulie, msianze kuhangaika. Msianze kwenda kutafuta. Ohoro wako mwadha mkinye mwisho. Mtulie mahali mko mngojea Bwana. Naye Bwana ajidhihirishe. Na yale atatenda ni makubwa kuliko yale mlifikiria atatenda. Yale atatutendea ni makubwa na mema kuliko yale watu wa dunia walifikiria. Na hakika kuna siku tutasema Mungu wetu aishie, Mungu wetu ni Mungu wa mbinguni.
Tunangojea wakati dunia itasema ya kwamba hakika victory ni ya mabati, lakini si ya mabati. Mungu anaishi hapo ndani. Tunangojea wakati watasema wale watu mahali walianza, kwa sababu tulianza na walianza kwa uchache, siku hizi si wachache, ni wengi na pia wamebarikiwa. Waliwacha wakikuja wengine miguu tupu, siku hizi wakuji kama vile bisho walikuwa wanasema ile sadaka, wanafaa pia vizuri. Hawakuji na ile makarazi ya nylon wakiweka Biblia, wanakuja na mifuko. Hawakuji na ile nguo moja ilikuwa inafuriwa, ikojea sandi ilipokuja kanisa, mko na nguo mingi. Na maisha yenu imebadilika. Na maisha ya watoto wenu itabadilika. Na ugumu mlikuwa naye hautaitwa ugumu tena, utaitwa wabarikiwa. Na hakuna jambo mzuri kama kuitwa wabarikiwa. Watu wa Mungu tuishie Mungu. Watu wa Mungu tukivuka hii mwaka, tuvuke tukiwa kwamba kuna mazuri yatatokea hii mwaka tunavuka. Tunatabiri mazuri. Hatutabiri kifo, hatutabiri kuishiwa, hatutabiri vita kwa nchi, tutatabiri uzuri wa Mungu utaonekana kwa nchi yetu. Na zaidi ya hiyo, wokovu tutadumisha wokovu wake. Hatutapimiwa wokovu na mtu. Mungu mwenyewe alijapima wokovu. Ametuambia Yerusalemu amezingira kwa moto. Tukizingirwa kwa moto, all is well in Jesus name. Tufike hapo na tuwe tunaandaa roho zetu, Mungu atende mazuri na mema. Tuombe.